Hujambo mtazamaji wangu tena katika jina la Yesu, na kukaribisha tena katika mafundisho yetu ya siku ya leo. Na siku ya leo tuna fundisho muhimu sana ambalo ni fundisho la kuangalia historia ya vikao vilivyofanyika ili kuweza kutayarisha vitabu ambavyo wakati huu tunavitumia vya Biblia. Kama tunavyojua, Biblia haikutoka mbinguni, haikuanguka kutoka mbinguni. Andikwa kwa kipindi cha miaka mingi, na baadaye kanisa la kwanza alihitaji kutambua ni vitabu vipi vilivyokuwa na mamlaka ya kiungu, yani the inspired books. Kwa hivyo vitabu hivi viliandikwa na watu ambao walikuwa wamechochewa na Roho Mtakatifu kuandika vitabu hivi. Kwa hivyo tutakuwa tunaangazia hivi vitabu 66 ambavyo viko katika Biblia ya Waprotestanti. Vile tumeona ya kwamba viko katika Biblia ya Wakatoliki, na vile vile viko katika Biblia ya Waethiopia. Kwa hivyo tukiangalia hoja ya kwanza inasema, je, kulifanyika vikao vingapi vilivyoidhinisha vitabu 66? Kwa hivyo hakukuwa na kikao kimoja tu kilichoamua vitabu vyote 66 mara moja, na badala yake kulikuwa na mfululizo wa vikao muhimu vilivyothibitisha vitabu hivyo. Kwa hivyo vikao muhimu sana ni pamoja na Baraza la Hippo ambalo liliketi mwaka wa 393 baada ya kuzaliwa kwa Kristo. Alafu pia kulikuwa na Baraza la Carthage ambalo lilifanyika mwaka wa 397, na vile vile kulikuwa na kikao cha Carthage ambacho pia kilifanyika katika mwaka wa 419. Kwa hivyo kwa ujumla tunaweza kusema kulikuwa na angalau vikao vitatu vikuu vilivyoidhinisha orodha ya vitabu vya Biblia ambavyo ni 66. Hoja ya pili ni vikao, pia ni kwa njia ya swali. Vikao hivi vilifanyika wapi? Kwa hivyo kikao cha kwanza kilifanyika Hippo, ambapo ni kaskazini mwa Afrika, ambapo leo ni Algeria. Kikao cha pili kilifanyika kaskazini mwa Afrika, ambapo leo ni nchi ya Tunisia. Na hii inaonyesha kuwa kanisa la Afrika lilikuwa na mchango mkubwa sana katika kudhibitisha Biblia. Katika hoja ya tatu tunaona pia ni swali ambalo linasema, vikao hivi vilifanyika mwaka gani? Kama tulivyosema, mwaka wa 393 huko baada ya kuzaliwa kwake Kristo, huko Hippo. Mwaka wa 397 huko Carthage, na vile vile mwaka wa 419 huko Carthage, ambao ulikuwa ndio udhibitisho wa mwisho. Na hoja ya 4 nasema, waliohudhuria walikuwa nani? Kwa hivyo waliohudhuria walikuwa ni maaskofu, yaani bishops. Wengine walikuwa ni viongozi wa kanisa la kwanza, na vile vile wanatheolojia. Na miongoni mwa watu hawa mashuhuri walikuwa ni Augustine wa Hippo, na pia kuna Athanasius wa Alexandria. So hawakuwa watu wa kawaida, bali walikuwa watu waliokuwa karibu sana na mafundisho ya mitume. Pia walikuwa ni wenye elimu na ya maandiko, na vile vile walikuwa ni watu waliotegemewa na makanisa ya wakati huo. Hoja ya 5 ni, je, kulikuwa na upinzani au pingamizi? Ndiyo, kulikuwa na mijadala mikali sana, na baadhi ya vitabu vilivyokuwa vinajadiliwa ni Waibrania, Yakobo na Ufunuo. Na sababu za mjadala ni kwamba baadhi ya vitabu havikujulikana mwandishi wake wazi. Vile vile baadhi vilikuwa havitumiki sana katika makanisa yote, na vile vile baadhi vilionekana kuwa vigumu kueleweka. Lakini mwishowe
vilikubaliwa kwa sababu hizi zifuatazo. Moja, vilikuwa vinapatana na mafundisho ya mitume, na vile vile vilikuwa vinatumika katika makanisa mengi, na pia vilionekana kuwa na uvuvio wa Roho Mtakatifu. Hoja ya sita ni je, waliokaa kikao walikuwa kutoka madhehebu mbalimbali? Swali hilo ni hapa kuna ukweli muhimu kwamba wakati huo madhehebu ya leo hayakuwepo. Kwa hivyo hakukuwa na Anglican, hakukuwa na Catholic, hakukuwa na Baptist, hakukuwa na PCEA, hakukuwa na KAG, hakukuwa na Full Gospel na kadhalika. Kwa hivyo hakukuwa na Protestant, Catholic au Pentecostal. Kulikuwa na kanisa moja la Kikristo, yani Universal Church. Na mgawanyiko mkubwa ulitokea baadaye kama the Great Schism, Protestant Reformation. Hivyo wale waliothibitisha Biblia walikuwa sehemu ya kanisa la mwanzo kabla madhehebu kuzaliwa. Na hoja ya saba ni jambo muhimu sana la kuelewa. Jambo muhimu sana la kuelewa ni kwamba viongozi hawa hawakuunda Biblia, bali walitambua vitabu ambavyo tayari vilikuwa vinatumika na vinakubalika. Kwa maneno mengine, hawakuchagua neno la Mungu, bali walilitambua. Nayo hoja ya nane ni vigezo vilivyotumika kuchagua vitabu. So vitabu vilipimwa kwa vigezo vifuatavyo. Moja, umitume, yani apostolicity, na katika jambo hilo tunaweza waliuliza swali hili: je, kiliandikwa na mitume au mshirika wake? Jambo la pili, mafundisho sahihi, yani orthodoxy. Na swali likawa, je, kinaendana na mafundisho ya Yesu na mitume? Jambo la tatu ni matumizi ya kanisa, yani Catholicity. Na swali lilikuwa, je, kinatumika katika makanisa mengi? Jambo la nne ni uvuvio wa roho au uvuvio wa kiroho, yani inspiration. Na swali likawa ni, je, kinaonyesha mamlaka ya Mungu? So hayo ndiyo maswali waliokuwa hivyo ndivyo vigezo vilivyotumika kuchagua vitabu hivi. Na tunapoelekea kutamatisha ni kwamba Biblia ya vitabu 66 haikuamuliwa kwa bahati mbaya. Jambo la pili, ilihakikiwa kwa makini kupitia vikao kadhaa. Jambo la tatu ni kwamba iliungwa mkono na viongozi wa kanisa la mwanzo, na vile vile iliibuka kabla ya madhehebu kugawanyika. Kwa hivyo tunaweza kuwa na imani kwamba Biblia tuliyo nayo leo ni ya kuaminika na imepitia uchaguzi wa kina wa kiroho na kihistoria. Kwa hivyo swali la kutafakari ni hili. Maswali mawili: kwa nini Mungu aliruhusu mchakato huu wa muda mrefu badala ya kutoa Biblia mara moja? Na swali la pili, ni hatari gani ipo kwa mtu kutumia vitabu ambavyo havikukubaliwa na kanisa la kwanza? Kwa hivyo hayo ni maswali ambayo ningetaka wewe mwenyewe utafakari, ujiulize na ujaribu kujibu. Na kwa hayo nakutakia kila la heri. Najua kwamba umejifunza historia na jinsi vitabu 66 ambavyo tunavitumia katika Biblia vilivyoweza kuidhinishwa. Kwa hivyo Mungu wetu akubariki na akutendee mema. Shalom.